Baba, tunasema asante, liye kimbilio letu, msaada wetu wa wokovu. Baba, tunasema asante. Napoenda kupokea neno lako Masia, nena nasi na utuongoze katika njia na mapenzi yako. Roho wako Mtakatifu akatupe kuelewa katika Kristo Yesu na kutimiza kile unachokusudia tukatende. Katika Kristo Yesu tunaomba tukiamini. Mwaweza keti, shangilia Bwana. Neno fupi sana kwa dakika 10, alafu kwaya itakuja wimbo mmoja. Linazungumza kuhusu pendekezo la masikitiko makuu. Neno hili tunalisoma katika sehemu 3. Ya kwanza ni pale kitabu cha Mwanzo tunaposoma habari kuhusu pendekezo walilopata Adamu na Hawa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 6, na sitaweza kusoma kwa sababu ya muda. Na sehemu ya pili tutakuja kuisikia inapotuzungumzia kuhusu Esau na Yakobo, hasa katika kitabu cha Agano Jipya, Waibrania 12 mstari wa 17. Kumbuka kichwa cha neno letu ya jioni ya leo ni pendekezo la masikitiko makuu, na mwisho wake neno hilo tunakuja kulisikia pia katika kitabu cha Yohana pale Yesu alipojaribiwa kwa majaribu hayo matatu. Na kwa ufupi, kwa yoyote yule ambaye tayari Roho Mtakatifu amekupea kufafanua hiyo neno, unakuja kujua kabisa pendekezo la masikitiko makuu. Na pengine unaweza kuongeza mstari wa agano letu, yaani maisha tunayoyaishi, namna mapendekezo ya masikitiko makuu yanaweza kutokea katika maisha ya mwanadamu awaye yote, ya nchi inayotafuta kiongozi, ya kaunti ambayo inayotafuta kiongozi, ya mwimbaji anayetunga nyimbo, ya mhubiri anayeanzisha huduma, ya kijana aliyebikira mpaka anakuja kupoteza ubikira wake, ya mtu aliyeoa na akakuja akawa na mpango wa kando. Yaani mpendwa, mapendekezo ya masikitiko makuu, watu wa Mungu. Tunaporudi pale Mwanzo tunasikia kuhusu Adamu na Hawa walipoumbwa. Na walipoumbwa Adamu na Hawa wakawa ni watu ambao Mungu aliwaumba wawe ni watu wa kutawala. Hawakujua chochote ambacho walichokikosa. Can you imagine that? They never imagined what they didn't have. They could not imagine. Vile umeumbwa hivi OCS, nikukuambia kwa mwili wako ungeongezewa nini? Nafikiri ni mapawa tu. Lakini ujue mapawa ni ya dunia. Ukienda mwezini unaweza kupaa bila mapawa. Yani they were created fearfully and wonderfully. And my brethren, wakawa ni kwamba kama ungewauliza kingine wangehitaji, wanakuambia hata hatujui. Na vile tumesema, watu wa Mungu, uliye bikira, ambaye haujaolewa, ambaye ni mfanyabiashara, ambaye ni nchi inayotaka president, ambaye ni kaunti inayotaka president, kuna pendekezo la masikitiko makuu
Na neno la Mungu kwako jioni ya leo ni kukusaidia ujue kile Mungu alichokupatia, na usiche ukasikia mapendekezo ya masikitiko makuu. Kama Wakenya tuko tunahangaika, hatujui ni nani atakuwa kiongozi wetu. Kama Wakenya katika kaunti ya Bungoma, hatujui ni nani atakuwa gavana wetu. Na katika kaunti zote 47 za Kenya, kila mtu anajipendekeza. Shangia Bwana kwa makofi, watu wa Mungu, kwa sababu kuna mapendekezo, na mapendekezo mengine ni ya masikitiko makuu. Kwa sababu Adamu walipokuwa wanakula na kunywa, wakifurahi, wana kila kitu, mama Hawa akawa anatembea bustani akiwa anaangalia matunda, na akatokea Ibilisi, akatokea joka ambaye aliyekuwa ameumbwa kwa njia ya kuwa mwerevu kuliko mnyama yoyote ambaye Mungu alikuwa amemuumba. Na akamwambia mama Hawa, je, mliambiwa na Mungu ya kwamba msile matunda ya miti yote iliyo katika bustani? Na mama akasema, tumeambiwa twaweza kula matunda ya miti yoyote katika bustani, lakini mti ulio katikati wa bustani tusile matunda yake wala tusiuguse. Sijui wewe unaambiwa nini sasa kuhusu president wa Kenya? Sijui wewe unaambia nini mpendwa kuhusu gavana wa Bungoma? Sijui wewe kijana ambaye haujaolewa unaambiwa nini kuhusu mchumba kati ya wanawake na wanaume wengi unaowaona? Sijui mpendwa mtoto, wewe ambaye umepelekwa shuleni, unapewa mashauri yapi kuhusu masomo yako? Sijui wewe mfanyibiashara, unapendekezewa nini? Na mpendwa, kuna hasara na mapendekezo ya masikitiko makuu. Shangilia Bwana kwa makofi. Hili neno linanitia bidii na wakati ndio hakuna, nimebaki na dakika 5 nimebaki na dakika 5, na Mungu akusaidie ya kwamba mtu wa Mungu, ile Mungu anakusudia juu yako ukaweze kulipokea na kutokea. Nimeombea hilo neno sana, nikiangalia muda unapoenda, nikaambia Baba, nitachukua muda mfupi, na vile ulinisaidia Australia kwa dakika 5, sasa nina dakika 15. Dakika zingine nipatie kwaya, wafanyikazi, watumishi pamoja na mimi. Hebu na Mungu akufunulie ufunuo huo, ukakubariki usiku na mchana, ukakubariki katika biashara, ukakubariki ukiwa bikra, ukakubariki kufanya ukiwa muimbaji. Uko unajaribu kutunga nyimbo, lakini sikia mtu wa Mungu, vile huyu Ibilisi alienda katika bustani na akamdanganya na akamshawishi mama na akampa pendekezo. Waimbaji mna mapendekezo mengi sana, na kuna yule analipuka na wimbo na unakuwa aibu kwa kanisa lake Mwenyezi Mungu. Neema Mungu aliwapatia waimbaji muwe na sisi hapa Bungoma. Neno hili Mungu alinipatia mwanzo. Hebu niwaambie, Mungu aliniambia hivi kuhusu wafalme waliokuwepo, na uimbaji ni sehemu kubwa sawasawa na kiti cha ufalme. Usiache mchungaji wako, hata kama una uzuri wa namna gani dunia hii. Sikia hii sauti, sikia hili neno. Kila kiongozi aliyeinuka katika nchi ya Israeli alikuwa na nabii wake. Soma historia vizuri, utajua Daudi alikuwa na nabii wake, na nabii huyo alikuwa anamwambia. Ahabu alikuwa na nabii wake, na wewe mwimbaji una nabii wako.
Please, I'm appealing to you. I don't know whom God has specifically in mind, but this word came to me very strongly to tell you amidst this preaching that, my brethren, we have options in life that are deeply regrettable when we bounce on them, and it's irreversible. Huwezi kurejesha. Mama Hawa akasikia shauri, mara walikuwa na raha, mara waliumba wakawe watawala, mara waliumba wakawe wa kutawala wanyama wa majini na wanyama wa nchi kavu. Lakini kwa ushawishi wa pendekezo liliko na masikitiko makuu, walipoona ya kwamba mtu ni mzuri wa kutazama na ya kwamba matunda yake yanaweza kumpa mtu maarifa na yakamfanya kuwa sawasawa na Mungu, akakula kwa lile tunda bila kujua ya kwamba kutokea hapo mambo haya yanafuata. Ushirika pamoja na Mungu unakatwa. Sura ya kufanana na Mungu inakuwa ni laana ya kwamba katika mafumbi ya nchi uliumba kwayo, na kwa mafumbi ya nchi utarudishwa, na ya kwamba kwa jasho lake Adamu atakula matunda ya nchi, na ya kwamba mama Hawa atapata watoto kwa uchungu, na kwamba tamaa yake itakuwa ni kwa mume wake. Hebu nikwambie mwana ndugu muimbaji, kuna wimbo unatunga, kuna hatua unaweza kuichukua na ikawa ya masikitiko makuu. Sikia, nchi ya Kenya una mapendekezo yanayokuja na lugha inayozungumzwa, na unaweza kufanya uamuzi utakao kuwa wa masikitiko makuu, ukakuondolea makuu ya utawala, ya kufanyika mwana wa Mungu, ya kula na kupumzika, ya kuishi milele, ya kufanana na Mungu. Adamu alikuja kujikuta ni mtumwa wa Shetani, mgonjwa kila wakati, mtu wa kufa, mtu wa jasho, mtumwa wa Shetani. Mengine Roho Mtakatifu awafungulie. Kwaya, tafadhali wimbo moja. I'm telling you, children of God, this is very deep. And may God talk to every man and woman. There is a language that is being spoken. And the child of God, it will derail you from the purpose of God. Nafasi yake ya pili mlikumbuka inahusu Esau na Yakobo. Na ya tatu yake inahusu Yesu na Shetani. Kwa majaribu matatu, jaribu la hitaji ya chakula. Una njaa, geuza hili mawe liwe chakula na ule. Only bread would have dethroned Christ from the sonship. Ingeondoa Yesu katika kuwa mwana wa Mungu, ingawa angekuja na akanatembea juu ya mto wa Galilaya, anafufua Lazaro, anaogeuza maji yanakuwa divai. Lakini uzuri huo wote ingekuwa ni mali ya Shetani, na angekuwa na jina linalopita majina yote, na angekuwa wa kutazamiwa kurudi tena, na mapenzi ya Mungu ya kumuokoa mwanadamu hayangetimizwa kwa sababu ya chakula kimoja
kugeuza mawe iwe chakula. Sijui wewe umeshika nini, sijui wewe unatazamia nini, sijui wewe umenong'onesea nini. Wakenya, chunga sana. Na Wakenya tuombe na tuombe sana. Mungu akitusaidia, tukiwa na kati mwingine, injili inaendelea. Wimbo mmoja tafadhali. Asante sana, tumpigie Apostle makofi. Thank you very much Apostle, wakati ambapo kwaya inatupa wimbo mmoja tu. Asante sana Apostle Simiu kwa hilo neno kwa ufupi. Kwaya. Katika maisha yangu wewe watosha, wewe Yesu watosha. Katika maisha yangu wewe watosha, Yesu wewe watosha. Katika maisha yangu wewe watosha. Katika space ya moyo wangu Yesu umejaa. Katika space ya moyo wangu wewe umejaa. Katika space ya moyo wangu Yesu umejaa. Katika space ya moyo wangu wewe umejaa.
maisha yangu wewe watosha. Yesu wewe watosha. Katika maisha yangu wewe watosha. Katika spesi ya moyo wangu Yesu umejaa. Katika spesi ya moyo wangu wewe umejaa. Katika spesi ya moyo wangu Yesu umejaa. Katika spesi ya moyo wangu wewe umejaa. Alright, tuwapigie makofi kwaya hii ya Redeemed Gospel Choir. Wapi makofi yao jamani?